Karibuni wapendwa katika tafakari fupi ya Dominika ya 20 ya mwaka A wa kanisa. Neno la Mungu katika Dominika hii tunalisikia kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 56 mstari wa 1 na kuendelea. Na somo la pili tunamsikia mtume katika waraka wake kwa Warumi, mtume Paulo, sura ya 11 aya 13 hadi 15. Na injili takatifu ni kutoka Injili ya Mathayo sura ya 15 aya 21 hadi ya 28. Tuanze na injili. Injili hii ni simulizi la yule mwanamke Mkananayo ambaye alienda kwa Yesu kuomba uponyaji wa binti yake ambaye alikuwa amepagawa. Yesu yupo na wanafunzi wake wanatembea, anaibuka huyu mama ambaye anatetea afya ya binti yake. Katika injili hii kama kawaida tunajua Kristo ndiye mwalimu mkuu wa imani yetu. Lakini kwa muktadha wa leo hata huyu mama anageuka kuwa mwalimu kwetu, kwa atakavyo baki imara na msimamo wake na imani yake kwa Kristo mkombozi wake. Wakanani walikuwa ni maadui wa taifa la Israeli. Ni zaidi ya watu wa mataifa. Wayahudi wangemwona yote ambaye sio Myahudi ni mtu wa mataifa, lakini kwa Mkanani ni zaidi ya mtu wa mataifa, ni adui. Tutakumbuka kwamba Wayahudi walipoingia katika nchi ya ahadi waliwafukuza Wakanani. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wasingeweza kukaa pamoja na Wayahudi. Lakini sasa huyu mama ambaye ni Mkanani anaelekea kuvunja miiko ya tangu historia ya taifa kuingia katika nchi ya ahadi. Anavunja mwiko wa kwanza, ndio huyo wa Mkanani kumsogelea Myahudi. Lakini zaidi tukumbuke ni mwanamke. Anafika hadharani na kuzungumza na wanaume. Hata angekuwa Myahudi angekuwa amevunja desturi ya imani yao. Huyu mwanamke anapomkaribia Kristo ameeleza shida yake. Binti yake ni mgonjwa. Kristo amekaa kimya. Mitume wanatoa pendekezo, mwache aende. Kwa lugha ya Kiswahili labda inaonekana kuwa ni lugha ya kawaida, laini, rafiki. Lakini kwa kweli hapa ni mitume wanapendekeza kwamba huyu mwanamke afukuzwe, aende zake, afukuzwe. Anatupigia kelele. Hawa mitume wanazungumza hivi bila shaka wakiwa na uelewa wa hayo ambayo nimeshayasema kuhusu uhusiano wa Wayahudi na Wakanani. Lakini zaidi namna mwanamke anavyopaswa kukaa mbele ya mwanaume. Na kama vile kutia msumari katika kidonda cha moto, baada ya pendekezo hili la mitume kwamba mfukuze, Yesu anatoa jibu ambalo ni la kukatisha tamaa. Sikutumwa ila kwa wana wa Israeli. Wewe sio mwana wa Israeli, sijatumwa kwako. Kwa hiyo upaswi kuwa na imani na mimi. Ndilo jibu ambalo Bwana analitoa. Huyu mwanamke ataondoka? Hapana. Ana sujudu, anamwambia Bwana nisaidie. Hata kama jibu la Yesu linakatisha tamaa, mwanamke anabaki imara katika imani. Bwana nisaidie. Yesu anatoa jibu lingine ambalo katika hali ya kawaida tutaona kama la kukasirisha. Si vema kuwapa watoto chakula cha mbwa. Hii ndio ilikuwa dharau ya Waisraeli kwa Wakanani. Sio tu watu wa mataifa, ni watu najisi, kwa sababu katika Uyahudi mbwa na nguruwe ni wanyama najisi. Siwezi kutoa chakula cha watoto, ni kama kuharibu rasilimali. Jibu la mwanamke, Bwana, hata makombo yanayodondoka mezani. Ni kama kusema naomba tu hata makombo. Chakula acha watoto wale, mimi nipe makombo.
Na kwa nukta hii Yesu mwenyewe anastaajabu. Anampa hitaji la moyo wake, binti yake aponywe, na saa ile ile Yesu anamponya binti yake. Huyu mwanamke anageuza maneno ya kuudhi kuwa fursa. Anageuza mifano anayoitoa Yesu kuonyesha kwamba hiyo mifano ambayo Bwana unaitoa bado kuna mbadala wake, bado kuna upande wake mwingine ambao unaweza ukawa faida kwangu. Ni kweli, sio kwamba Yesu alitaka kumuudhi huyu mwanamke au kumkasirisha huyu mwanamke, lakini ni namna ya kutufundisha kwamba katika yale tunayomwendea Bwana kumwomba, ustahimilivu unahitajika, uvumilivu unahitajika, kuangalia jambo katika mapana yake na kuona fursa zinazopatikana pale ambapo jibu lililotolewa halikidhi kile nilichokitegemea. Huyu ni mwanamke mjanja, mwanamke mwenye akili. Zaidi ya yote, ni mwanamke mwenye imani kubwa. Majibu haya ambayo Yesu ameyatoa na mitume wamependekeza, na jinsi mwanamke ambavyo amezidi kubadilika, imenifanya nikumbuke simulizi ambalo tayari nilishalisimulia. Siku moja Mtakatifu Mama Teresa Calcutta alikwenda kuomba chakula kwa ajili ya maskini wake. Alikwenda kwa tajiri mmoja. Yule tajiri akamtemea Mama Teresa mate usoni. Katika hali kama hii, mimi na wewe bila shaka tungekasirika, tungekuwa tumefanywa sisi, na ingekuwa ni haki tukasirike, kwa sababu tumeumbwa na hulka ya hasira pale tunapotendewa tusichopaswa kutendewa. Lakini ni wajibu wetu kudhibiti hasira, kama sehemu nyingine mtume anavyofundisha, mkikasirika hasira yenu isiwafanye mtende dhambi. Sasa huyu mama sijui kama alikasirika au hakukasirika, lakini alichoandika mwenyewe, baada ya kutemewa mate, alifuta yale mate, alichukua leso yake akafuta mate aliyotemewa usoni. Akamwambia yule tajiri mwenye duka, hiki ulichonipa ni cha kwangu, mate ulionitemea ni ya kwangu, sasa nipe kwa ajili ya maskini wangu. Haya yalikuwa maneno laini sana ya kumfanya yule tajiri aone aibu na kubadilisha moyo wake na kutoa sadaka kwa huyu mama. Kwa nini nimemfananisha Mama Teresa na huyu mwanamke Mkananayo? Ni katika kuonyesha kwamba wakati mwingine katika shida fulani na katika kikwazo fulani, kuna upande wa pili wa kupata fursa kwa kile tusichotegemea. Ni kutumia akili, ni kutumia imani, ni kutumia moyo. Kristo asionekane kwamba amemtendea kinyama huyu mama. Kristo mwanzoni labda mitume walifikiri anaanza kutekeleza kile walichokishauri, lakini sivyo. Kristo hatua kwa hatua alikuwa anaimarisha imani ya huyu mama, na huyu mama akakubali imani yake ipitie katika tanuru hilo la maneno makali. Na ni nini zawadi tunayopata kutoka kwa imani ya huyu mama, kwa kuvumilia kwa huyu mama? Zawadi tunayopata ni kukumbushwa kwamba migawanyiko yote kati yetu, kutokana na misingi yoyote, iwe ya kijamii, ya kielimu, ya kikabila, migawanyiko yote ambayo tunaweza kuibuni au tumejikuta tumeirithi, sharti iondoke. Kristo amebomoa, ametoa jibu ambalo Wayahudi wasingelipenda. Sio tu Wayahudi ambao sio wafuasi wake, bali hata Wayahudi walio mitume wake, walio wafuasi wake, wamependekeza afukuzwe. Na
kwa maneno ya Yesu na kwa Yesu kumjalia uponyaji huyu binti, kusikiliza kilio cha huyu mama, Kristo amebomoa aina zozote za ubaguzi. Tujitazame sisi tunaojiita wa Kristo, tunafuata hiki mwalimu alichokifanya, kuonyesha kwamba hakuna tena tofauti, kuondoa desturi ambazo ni kinyume na misingi ya Injili. Ni kweli kanisa mahali fulani katika liturujia ya ndoa hufundisha kwamba tunapaswa kufuata mila za wazee zilizo njema, lakini kama mila nyingine zinakinzana na imani, basi mila hizo ni za kuzifutilia mbali. Kristo katika Injili ya leo ameanzisha mila mpya ya kimungu isiyo na ubaguzi. Katika somo la kwanza la kutoka kitabu cha nabii Isaya, mwanzoni mwa sura ile ya 56, Isaya ni kama anatabiri hiki ambacho Kristo amekifanya leo. Isaya anazungumza na Wayahudi ambao wanarejea katika nchi ya ahadi kutoka utumwani. Wayahudi walikuwa wamebobea katika utumwa, sio tu kimwili walikuwa mle, bali hata baadhi ya desturi za kipagani walianza kuzichukua. Kwa hiyo Isaya anazungumza kuhusu kurudi katika mlima mtakatifu wa Bwana, katika hekalu la Bwana Yerusalemu. Anazungumzia tu safari ya kimwili, anazungumzia pia mabadiliko ya ndani, tabia zisizofaa, desturi zisizofaa ambazo waliziokota walipokuwa utumwani. Anawaambia mkashike agano. Sasa ni kipi hapa ambacho tunaweza kusema Isaya ametabiri ukilinganisha na hiki Yesu alichomtendea mwanamke Mkanani? Ni hivi. Katika sehemu hii ya maandiko ya Isaya anabashiri kwamba watakao kwenda katika mlima wa Bwana sio Wayahudi pekee, na wageni pia wataambatana. Ni kuonyesha kwamba Mungu ni Mungu wetu sote. Hata kama amejifunua kwanza kwa Wayahudi, ipo siku ambayo mataifa yote watakuwa wana wa Mungu. Tayari tangu enzi wote ni watoto wa Mungu, lakini Mungu anajifunua kwetu hatua kwa hatua. Na Isaya anasema wageni watakuja na sadaka zao zitakubaliwa. Wageni hao ni mimi na wewe. Wote tunakubalika kwa Mungu. Sadaka zetu zinakubalika kwa Mungu. Lakini niko wapi mimi na ujinga wangu? Kwa nini naendelea na ujinga wangu kuendelea kufanya ubaguzi ikiwa Mungu anatuona sisi wote ni kwake? Ujasiri wa kumbagua mwenzangu unatoka wapi? Katika somo la pili, Mtume Petro analalamika, anawaandikia Warumi na analalamika. Ni kama ni malalamiko. Hawa Kristo amekuja kwao na wamemkataa. Basi kwa ufunuo wa Mungu, Paulo anajitangaza kwamba ni mtume wa mataifa. Na anasikitika kwamba ndugu zangu wa damu, Wayahudi wenzangu, wengi wao wameikataa bahati hii. Kwa hiyo Paulo, kama Isaya alivyotabiri, kama Kristo alivyobomoa kiambazo cha kibaguzi, Paulo naye anatekeleza sasa jukumu la Bwana la kuwatazama wote kama ni ndugu. Hata kama anaijua historia yake, anaujua utambulisho wake wa Kiyahudi, yeye Paulo ambao amerudia mara nyingi kujisema yeye ni Myahudi, yeye ni Farisayo, lakini anajua hii sio sababu ya kuwa tofauti na wengine, tofauti kwa haki wanazostahili kuzipata, ikiwepo haki muhimu ya kiimani. Lakini haki muhimu ya kiimani haiwezi kuwepo kama tunawabagua wengine katika mambo mengine ya kijamii. Sisi sote ni watoto wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.